Tumekuwa na Jumapili kama 3 tukijifunza juu ya malango, lakini leo naomba tuanze ujumbe ambao Mungu amenipa kibali ya kujifundisha, kwa sababu ya kile ambacho tunakifanya wiki hii. Tutajifunza somo ama ujumbe wenye kichwa kinachosema kutambua thamani ya damu ya Yesu. Kutambua thamani ya damu ya Yesu. Na si tu kutambua thamani ya damu ya Yesu, lakini kutambua nguvu ya damu ya Yesu. Kitu kinaweza kizifanye kazi kwenye maisha yako kwa sababu hujatambua thamani yake. Mtu anaweza kuwa anaita tu damu ya Yesu mara nyingi, lakini asifahamu damu ya Yesu ina nguvu kiasi gani. Kama vile Roho Mtakatifu alivyo na nafasi ndani ya kanisa, kumbuka kabla ya Roho Mtakatifu, damu ya Yesu ndio imetukomboa, ndio imetufungua. Waibrania sura ya 12 mstari wa 24. Waibrania sura ya 12 mstari wa 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenaye mema kuliko ile ya Abeli. Sikiliza vizuri. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenaye mema kuliko ile ya nini? Ya Abeli. Kila damu inaongea. Damu ya mnyama inaongea, ya mwanadamu inaongea. Tofauti ya maongezi ya damu ya wanyama na damu ya wanadamu, damu za wanyama na damu ya mwanadamu huwa haineni mema, lakini damu ya Yesu inanena mema. Kwa tafsiri nyepesi na maana, kuna damu inayenena mema na kuna damu isiyonena mema. Kwa nini anasema kuliko damu ya Abeli? Damu ya Abeli ilipomwagika ilikuwa inanena kulipiza kisasi, lakini damu ya Yesu ilipomwagika msalabani inanena ukombozi kwa sababu ya maisha yetu. Damu ya Yesu ilipomwagika msalabani kwa sababu ya kifo chake inanena uponyaji kwenye maisha yetu. Ndio maana maandiko yanasema kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Kwa tafsiri nyepesi, damu ya Yesu imeleta uponyaji kwenye maisha ya mwanadamu kiroho na hata kimwili. Unanielewa vizuri? Sasa thamani yake ni nini? Chochote kinachonena mema kwenye maisha yako ni kitu cha thamani kuliko kila ambacho hakineni mema. Kwa lugha nyingine, mtu yoyote anayekuongelea vizuri ni mtu wa muhimu kuliko yule ambaye hakuongelei vizuri. Kwa hiyo damu ya Yesu kila inapoitwa leo inaongea mema juu ya vizazi vyetu. Okay. Ule mstari wa 25 ukienda pale anasema, angalia msimkatae yeye. Angalia msimkatae yeye.
Kwa hiyo lazima uwe makini usije ukaikataa damu ya Yesu kwenye maisha yako. Kuna mtu mmoja niliwahi kumsikia akisema damu ya Yesu haiwezi kulinda. Nikasema ni kwa sababu haelewi maandiko. Lakini kama damu ya Yesu ina uwezo wa kunena, ina uwezo wa kuongea, kwa nini isiwe na uwezo wa kulinda? Na kwa nini maandiko yanasema inenayo mema? Maana yake ziko damu zinanena mabaya. Saa ingine ziko makaburini ama iko popote pale, inaongea kulipiza kisasi juu ya wale walioimwaga. Ndio maana maandiko yanasema uwe makini, damu sio na hatia isije ikamwagika katika nchi yako na nchi yako ikawa najisi. Okay. Kwa nini Mungu aliwapa utaratibu au alitoa utaratibu kwenye maandiko namna ya kula nyama? Alikuwa anatoa maagizo. Akasema endapo mtamchinja mnyama, mtamwaga damu yake chini ya ardhi, kwa sababu damu ni uhai. Kwa hiyo haturuhusiwi kunywa damu ya wanyama kwa sababu ni uhai. Anasema kila ainywaye damu ya mnyama ni kujitia najisi ndani yake. Kwa akawaambia mtakapomchinja mnyama mnaweza mkala kila mnachoweza kula, lakini damu yake msile, kwa sababu mnaishi uhai. Kwa tafsiri nyepesi tunasema damu ni uhai. Kwa unapoinywa damu ya Yesu unatengeneza uhai kwenye maisha yako ya kiroho na kwenye maisha yako ya kimwili. Kuna vitu vilivyokufa kwenye maisha yako, lakini damu ya Yesu inaweza ikatia uhai ndani yake. I don't know kama unanielewa. Mtu mmoja alitupeleka wakati alipokuwa anachimba mawe, akatupeleka kwenye shimo lake, akasema nimewaleta kwenye shimo langu la mawe ili muombe, kwa sababu nimechimba hili shimo zaidi ya miaka 7 sijapata chochote. Tulichofanya wapendwa, tulichukua kitendo cha imani, tukachukua mzabibu tukalimimina ndani ya lile shimo, tukasema kupitia damu hii yenye thamani na inayenena mema, ikanene madini kutokea ndani ya shimo hili. Kama watu wanaua wengine ili wapate madini, wanamwaga damu ya mwanadamu ili wapate madini, basi damu hii ya Yesu iwe na nguvu tofauti na damu ya mwanadamu. Maana watu wanaua wengine ili wapate nini? Madini. Unasikia shimo la fulani limeua. Kwa nini mtu anaogopa akikuta mlangoni kwake damu, pengine hata ni ya paka ama mbwa wamepigana, alafu wakajikuta wameumizana, akakuta damu kwenye mlango wake? Kwa nini mtu anaogopa damu? Asiye na imani anaweza akapiga simu akakwambia, mchungaji, leo nimekuta damu mlangoni kwangu, wameniwekea. Kumbe saa nyingine ni mbwa wamepigana ama ni paka wameraruana. Lakini inabidi uombe. Kwa nini? Kwa sababu damu ina nguvu. Kama damu ya kawaida ina nguvu, ni zaidi ya damu ya Yesu tunayemwamini. Ina nguvu. Mtu yoyote asikuambie juu ya damu ya Yesu ya kwamba haina thamani. Damu ya Yesu ndio imetufanya tuwe jinsi tulivyo. Ilibidi damu ya Yesu mwagike ili mwanadamu asamehewe dhambi. Rakapoko shekena ya masata mirikanta la maraba bokopi sakata ya molibi sheke. Angalia kitabu cha Waebrania mlango ule, Waebrania mlango ule wa 9 na mstari ule wa 12. Waebrania mlango ule wa 9 na mstari wa 12. Kutambua thamani ya damu ya Yesu. Mstari wa 12, Biblia inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali ni kwa damu yake mwenyewe,
aliingia mara moja tu katika patakatifu akisha kutupatia ukombozi wa milele. Narudia tena, Waibrania wanaotafuta mlango wa 9 mstari wa 12 anasema wala si kwa damu ya mbuzi. Maana yake mwanadamu hawezi kukombolewa kwa damu ya mnyama, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali ni kwa damu yake mwenyewe. Aliingia patakatifu, aliingia mara moja patakatifu akisha kutupatia ukombozi wa milele. Maana yake damu ya Yesu ndio iliyotupa ukombozi wa milele. Unaelewa maana ya ukombozi? Tafsiri ya neno ukombozi maana yake ni kufunguliwa katika vifungo. So kuna namna ambaye dhambi ilikuwa imetufunga, kuna namna ambaye shetani alikuwa ametushikilia, na watu walikuwa wanachinja wanyama kama vile ambavyo hata mpaka leo kuna mtu mtoto wake akiugua, akienda kwenye familia yao wanasema tukamchinje mnyama kwa sababu ni wa fulani na fulani. Lakini wacha nikwambie, damu ya mbuzi, damu ya mnyama yoyote haiwezi kuingia badala ya damu ya Yesu. Kwa hatuna sadaka ya mnyama ambayo tunasema tumwage damu ya mnyama kama wengine wanavyosikia tuchinje wanyama ili tutamewa. No, ilikuwepo kabla ya Kristo kumwaga damu yake. Lakini baada ya Yesu kuimwaga damu yake msalabani, damu hiyo imefanyika fidia ya kila damu. Elewa hicho vizuri, kwamba damu ya Yesu anasema akatupatia ukombozi. Maana yake akatufungua kwenye vifungo na kutuweka kuwa huru. Kwa lugha nyingine tunasema damu ya Yesu imetutoa kwenye mateka, damu ya Yesu imetutoa kwenye vifungo, na hata sasa ina uwezo. Angalia mpaka mstari wa 14. Mstari wa 13 anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu na ndama na ng'ombe walionyunyizwa wenye uchafu haitakasi hata kusafisha milele. Maana yake damu ya Yesu ndio imepewa thamani na ndio imepewa nguvu ya kuweza kutakasa maisha ya mwanadamu. Haijalishi damu ya mwanadamu ni kubwa kiwango gani, lakini damu ya Yesu ndio imebeba thamani hii. Haijalishi umeua, lakini sio umeua kwa kukusudia. Haleluya! Kwamba hakuna damu inayoweza kusafisha isipokuwa ni damu ya Yesu. Ule mstari wa 18 anasema basi si zaidi damu yake Kristo. Sikiliza vizuri, mstari wa 18 anasema basi si zaidi damu ya Yesu au si zaidi damu ya Kristo, kwamba pamoja na damu ya mbuzi ilikuwepo, pamoja na damu ya mafahali ilikuwepo, lakini 10 anasema basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wake wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, ili apate kusafisha dhamira zenu na matendo yenu mfu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwamba damu ya Yesu ni zaidi ya kila damu inayomwagika. Kwenye kabila fulani, ikiwa mtu ametokea akapigana na mwenzake akampiga na damu ikamwagika, wanamuita yule aliyempiga, wanamwambia mchinjie huyu. Kwa lengo ni nini? Wanasema ili kuinyamazisha damu. Lakini wacha nikuambie, ni kweli wanadamu wanafanya hivyo, lakini hakuna damu ya mnyama inaweza ikatuliza damu ya mtu isiongee, lakini damu ya Yesu ndiyo yenye uwezo wa kutuliza damu ya mtu isiongee. Damu ya mnyama haina hiyo nafasi. Utachinja, watu watakula nyama, na utachukua ngozi utavaa kwenye kidole, naye atavaa kwenye kidole. Tena unalipishwa mbuzi kulingana na mshono. Kama mshono ni 9, kuna size ya mbuzi, lakini haina uwezo, haina uwezo. Nakumbuka wakati mwingine wengine walikuwa wanafanya tohara,
Uchukua damu ya mbuzi, wanatafuta ng'ombe, wanampiga mshale. Wakishampiga mshale, wanachukua hiyo damu, wanampa mtu, anamwambia kunywa kwa sababu ni uhai. Na yamkini hata mpaka waliookoka, lakini Biblia inakataa kwamba hatupaswi kunywa damu ya wanyama kwa sababu ni uhai. Tunapaswa kuifukia chini kama mwanadamu anavyofukiwa chini. Haleluya. Angalia Waibrania sura ya 11 mstari wa 28. Tunajifunza thamani ya damu ya Yesu. Mstari 28 anasema, kwa imani akafanya Pasaka na kule kunyunyizwa kwa damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse. Hapo sasa ndio tunasema damu ya Yesu ni ulinzi. Hapa anazungumza juu ya Agano la Kale, wakati Mungu alipomwamuru Musa kwamba Mungu anaenda kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri, na Mungu akawaamuru wawachinje wana kondoo, alafu ikapakwa miimo maingilio ya malango. Tumeshajifunza juu ya somo la malango. Kwa kila mlango wa kila mtu na kila dirisha ilipakwa alama ya damu. Kwa nini kapakwa alama ya damu? Anasema kusudi yule mwenye kuharibu asije akaharibu wale wazaliwa wa kwanza. Kila yule malaika anapopita na upanga wake, akiona alama ya damu kwenye mlango wa Mwibrania, kwenye mlango wa Israeli, akiona alama ya damu anapita juu yake. Ndio maana neno Pasaka, kupita juu. Naomba nisome mstari unielewe tena. Anasema kwa imani alifanya Pasaka. Kwa hiyo damu ya Yesu tunaiapply, tunaitumia kwa imani. Anasema kwa imani alifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu. Sijui kama unaelewa vizuri. Kule kunyunyiza nini? Kwa hiyo kumbe damu ya Yesu unaweza ukanyunyiza somewhere. Kama watu wanavyoamini wakinyunyiza maziwa mahali fulani kuna kitu kinatokea, na inafanyika hivyo, hata sisi tuna uwezo wa kuamini damu ya Yesu, kunyunyiza mahali na kitu inatokea. Si watu wanaamini? Si watu wanaamini ukimwaga maji mahali fulani, aidha umekuta kitu, unakuta watu wanamwaga maji. Watu wanaamini, wanapewa vitu, wanaambiwa nendeni njia panda mkaoge muondoe mikosi. Kama watu wanaamini maji naweza ikaondoa mikosi, maji ya mto ni zaidi damu ya Yesu kuondoa mikosi kwenye maisha ya mtu. Sasa anasema na akafanya Pasaka na kule kunyunyizwa damu ya yule, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse. Nachotaka ujifunze kwa upana, unaweza ukatumia damu ya Yesu kunyunyiza mahali ambapo unasikia kuongozwa kunyunyiza. Kuna watu walikuwa wanasimamia mipaka. Kuna mtu aligombana na ndugu yake, wazee wakaenda kwa ajili ya kusimamia ugawaji wa ule mpaka, wakachukua pombe aina ya ndege, wakachukua na mti fulani, wakazungusha lile shamba, wakitamkia ile pombe, maana ya kwamba hii pombe iwe ni agano na laana kwa yoyote atakayegusa tena mpaka, hii pombe iwe agano kwake. Kama watu wanaweza kuamini mashetani kiwango hicho, ni zaidi yetu sisi tunayemwamini Kristo kuamini nguvu ya damu ya Yesu. Kuna mtu mmoja yuko katika ibada hii, anaelewa kabisa kwamba kuna shamba moja lilikuwa na ugomvi, na kabla ya ugomvi tuliongea pamoja. Akaniambia, baba, twende tukaombe kwenye hilo. Tulichukua chumvi, tukachukua na mafuta. Sasa unaweza usiamini vitendea kazi, it's okay, hauamini. Alafu yeye mwenyewe hata mimi sikwenda, kaenda kaomba. Yale maombi aliyoomba yalifanya kitu kwenye ile shamba, otherwise watu wangeuana, lakini ile damu ilikuwa ulinzi pale. Kwa anaposema kule kunyunyizwa, tafsiri yake sio kumwaga. Unaweza ukatumia damu ya Yesu kunyunyiza mahali kwa imani,
na kuinenea maneno kwa imani, na kitu kinatokea pale. Tusogee kidogo, twende kitabu cha Yohana ile sura ya 6 na mstari ule wa 53. Yohana sura ya 6 na mstari ule wa 53. Kutambua thamani ya damu ya Yesu. Mstari wa 53 maandiko yanasema, basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Sikia vizuri. Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambia. Alikuwa anazungumza na Wayahudi. Msipoula mwili wake mwana wa Adamu, mwili maana yake mkate, msipoula, tende taratibu, na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Maana yake mwili wa Yesu, damu ya Yesu ina uwezo wa kuleta uzima kwenye maisha yetu. Sasa tukikataa kutumia damu ya Yesu, tukakataa kuamini damu ya Yesu, maana yake tunakataa uzima ndani yetu. Maana yake anasema hamna uzima ndani yenu. Kwa hiyo kila ulaye mwili wa Yesu na kuinywa damu ya Yesu, maana yake anaingiza uzima ndani yake, anaingiza uzima kwenye ukoo wake, anaingiza uzima kwenye maisha yake, anaingiza uzima kwenye kazi ya mikono yake. Maana yake damu ya Yesu unaweza ukaapply kwenye kazi ya mikono yako, unaweza ukaapply kwenye ofisi yako, unaweza ukajiwekea mipaka kupitia damu ya Yesu. Haleluya! Nilitangulia kusema si kwamba hutaki kutumia damu ya Yesu, ni kwa sababu hujui thamani yake, lakini ukitambua thamani yake utaitumia. Angalia mstari wa 54. Anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yu na uzima wa milele, naam nitamfufua siku ya mwisho. Yaani damu ya Yesu ina uwezo wa kukutengenezea wewe ufufuo baada ya Kristo kurudi. Kwa nini? Ni ushirika kati yako na Mungu. Haleluya! Anasema, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yaani damu ya Yesu ni kinywaji cha kweli ambacho hakijagoshiwa. Angalia tena Waibrania ile sura ya 10 na mstari ule wa 19 na 20, na nataka nimalize kwa siku ya leo hapo, alafu tuingie kwenye ibada nyingine. Waibrania 10 mstari wa 19 na wa 20 anasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Yaani damu ya Yesu inatupa ujasiri wa kuingia patakatifu. Wasomaji wa Biblia mnafahamu, kabla ya kifo cha Yesu kulikuwa kuna kitu kinachoitwa pazia la hekalu, kitenganishi kilichomtenganisha mtu. Kwa hiyo mtu mmoja ndiye alikuwa anaenda mbele za Mungu kwa niaba ya watu wengine. Lakini baada ya kifo cha Yesu lile pazia likaondolewa, kile kibanzi. Hakuna mtu anayeomba kwa ajili ya mwingine kwa sasa, ila kupitia damu ya Yesu kila mtu amepewa neema na ujasiri wa kuingia patakatifu pa Mungu, kuzungumza na Mungu. Unanielewa kanisa?
Yaani haimaanishi hatuombeani, lakini kila ambacho kilikuwa kimetutenganisha kimeondolewa kupitia kifo cha Yesu. Ndio maana anasema basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu, yaani kinachotupa ujasiri ni damu ya Yesu, inatuhesabia haki, inatupa nafasi ya kwamba kila mtu ana neema ya kuingia mbele za Mungu na kuzungumza na Mungu, sio uzungumziwe. Una nafasi ya kuzungumza na Mungu kupitia damu ya Yesu. I don't know kama unanielewa. Yale maisha ya kuishi kwa kuombewa na watu, yale maisha ya kuishi kwa kutegemea imani ya mtu mwingine ambaye kwanza hujui mwelekeo wake, damu ya Yesu iliondoa. My God. Anasema kupaingia patakatifu kwake kwa damu ya Yesu. Ujasiri tulionao unatokana na damu ya Yesu. Inatupa kila mtu aingie patakatifu pake. Maana maandiko yanasema wakati alipokuwa anakata roho, pazia la hekalu likapasuka katikati, kwamba lango liko wazi kupitia damu ya Yesu. Mungu tusaidie. Ule mstari wa 20 anasema nje ya lile. Hebu tuache 20 twende mahali pengine kidogo, nikupeleke mahali pengine. Kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 28. Mathayo sura ya 26 na mstari wa 28. Na wakati tunafungua huo mstari, tutafungua na wimbo namba 23. Mathayo sura ya 26 mstari wa 28. Thamani ya damu ya Yesu. Maandiko yanasema, au nianze moja kwa moja 26. Nao walipokuwa akila, Yesu akatoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, ninyweni nyote katika hiki. Sura 28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? La dhambi. Yaani mtu yote asikufunge pale. Yesu wakati anawapa wanafunzi meza yake akasema, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikao kwa ajili ya wengi. Kwamba damu ya Yesu sio ya dini fulani, sio ya dhehebu fulani. Damu ya Yesu imemwagika kwa ajili ya wengi wanaoamini nguvu ya damu ya Yesu, kwa ajili ya wengi, sisi na watakao kuja. Anasema hii ndiyo damu ya agano. Maana yake unapoitumia damu ya Yesu ama unapoifahamu damu ya Yesu ni sawa na mtu ameifahamu thamani ya agano lake. Maana hakuna agano lolote linalokuweko pasipo kufa kwa mtu. Maana yake ukombozi tulionao umetokana na kifo cha Kristo. Damu ya Yesu naomba itawale kwenye moyo wako, kama vile ambavyo unamthamini Roho Mtakatifu, kama vile unavyoamini ya kwamba Yesu ndiye atakupeleka mbinguni. Naomba uamini ya kwamba dhambi zako zinaoshwa kupitia damu ya Yesu. Sikiliza vizuri hapa, mstari ule wa 28 nitarudia tena ili uone kipekee. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Maana yake hakuna dhambi inaweza ikasafishika nje ya damu ya Yesu. Mtu asikwambie lete sadaka milioni 1 ndio usamehe dhambi. Hapana, wewe peleka sadaka kama umeamua, lakini damu ya Yesu ndio inatosha kwa sadaka iliyomwagika. Ninaomba usimame kwa miguu yako miwili. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Naomba ufungue namba 23. Naomba